wattabau ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman lamma jaahum rasulun min indi llahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaba Allahi waraa dhuhurihim. Aya nyuma, kaannahum la ya'lamun. Alipokuja Mtume Muhammad akawa anayasadikisha waliokuwa nayo wao katika kitabu chao cha Taurat, nabadha fariqun, lilitupilia mbali kundi miongoni mwao hao Mayahudi kitab Allah, nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitab Allah, liliacha kundi lililopewa kitabu kukiacha kitabu cha Mwenyezi Mungu, kitabu chao hicho cha Taurat, waraa dhuhurihim, nyuma ya migongo yao, maana kukipuuza. Kaannahum la ya'lamun, walikuwa wanajua lakini wamefanya hivi kana kwamba hawajui. Sasa baada ya kukiacha kitabu hicho walishughulishwa na jambo gani? Wattabau ma tatlu shayatin, wakashughulika na yale yaliyosimuliwa na mashetani. Ala mulki Sulaiman, katika enzi za Nabii Sulaiman, wakati wa ufalme wake. Tukazungumza kwamba Nabii Sulaiman enzi za ufalme wake majini walikuwa yastariquna sama, wanaiba baadhi ya maneno kwa kuyasikiliza kutoka mbinguni, na wakija wakitaamaliana na mambo ya uchawi wanayaongeza, na hii ilikuwa kawaida ya mashetani kutokea zamani, mpaka wakawa wanaandika vitu ambavyo vya ajabu miongoni mwa mambo ya uchawi, na matabu yao yote yale yakakusanywa. Nabii Suleiman akayazika mahala pamoja, kwamba hakupenda watu watumie vitu kama vile. Baada ya hapo Ibilisi akawaonyesha kwamba pale kuna kanzun la yafna, kuna benki isiyomalizika, nendeni mkatoe. Wakenda wakatoa vitabu vile, vikawa ni vitabu vya uchawi, na akawaambia hayo ndiyo yaliyomfanya Suleiman akawa strong katika mamlaka yake. Hakuweza kusarifu upepo ila kwa mambo hayo, hakuweza kuwatuma mashetani ila kwa mambo hayo, hakuweza kuyafanya yote mlioyaona ila kwa mambo hayo. Kwa hiyo atakayekuwa ameshikamana na hayo, naye anaweza akawa kama Nabii Suleiman. Hivi ndivyo walivyowapa shetani. Wattabau ma tatlu shayatinu ala mulki Suleiman wama kafara Suleimanu, wala hakukufuru Suleiman, walakinna ash-shayatina kafaru, lakini mashetani ndiyo waliokufuru. Yuallimuna an-nasa as-sihr, kukufuru kwao ni kule kuwafundisha watu uchawi. Na hii ni dalili kwamba mwenye kufanya uchawi na mwenye kuwafanyia watu au mwenye kuwasomesha watu, kuwafundisha watu uchawi, anafanyaje? Anakufuru. Yuallimuna an-nasa as-sihr, wanawafundisha watu uchawi. Wama unzila ala al-malakaini, na wanawafundisha watu uchawi pia ambao ulikuwa ukifanywa na malaika wawili. Sawa? Kusema hapo kuna rai mbili arjah, ambayo salafi wengi katika wanachuoni wametafsiri hivyo, na wachache miongoni mwao wametafsiri wama unzila ala almalakaini, yani wala huo uchawi haukuteremshwa juu ya malaika wawili bibabila, huko Babeli. Hiyo ni tafsiri moja. Tafsiri ya pili ambayo hii ndo wengi wametafsiri, walikuwa wakisomeshwa na mashetani uchawi, na pia uchawi uliokuwa ukifundishwa na malaika wawili kama mtihani kwa watu. Tunafahamu kitu Naam. Kwa hiyo wama kafara Suleimanu, wala hakukufuru Suleiman, walakinna ash-shayatina kafaru, lakini mashetani ndio waliokufuru. Yuallimuna an-nasa as-sihra, walikuwa wanawafundisha watu uchawi. Wama unzila ala almalakaini, na wanawafundisha watu pia kile ambacho kiliteremshwa juu ya malaika wawili bibabila, huko Iraq, Babeli. Kwa hiyo kuna vitu viwili ambavyo mashetani Bani Israeli walikuwa wanavisoma. Vitu viwili. Kitu cha kwanza walichokipokea kutoka kwa mashetani katika uchawi, ndio wanashughulika nacho. Kitu cha pili walichojifunza kutokamana na uchawi kwa malaika wawili, sawa, waliokuwa Babeli. Na hawa malaika tumesema walitumwa na Mwenyezi Mungu katika zama ambazo kulikuwa kumeenea uchawi.
na watu walikuwa wakidai kwamba ni mitume kwa sababu ya mambo ya uchawi waliokuwa nayo. Maana mtu alikuwa anaweza akafanya maajabu kwa uchawi wake. Sasa pale pale anapatiliza, msione hivi mimi mtume. Kama kisa tulichokitoa jana, mtu anakata mtu shingo alafu anairudisha. Kwa nini watu wasimwamini kama yeye ni mtume? Kumbe ni uchawi tu. Sasa malaika wale walitumwa kwenda kuwafundisha watu uchawi, pia wapate kufahamu kwamba haya mambo yanawezekana, lakini ni uchawi, si hakika. Na wakabainisha wazi kwamba sisi tunachokisomesha ni uchawi, na tunasomesha uchawi na ni maasi makubwa na ni dhambi, na msikufuru. Atakayetaka tutamsomesha, lakini ajue ni dhambi na ajue kesho akhira hana fungu. Sasa haya ndo mambo yalitokea wakati huo. Uchawi, tena uchawi mkubwa sana. Sasa ikiwa mtu ana uwezo wa kumtoa mtu jicho kisha akalirudisha, kama kamtoa kichwa atashindwa kutoa jicho? Hawezi kushinda. Lakini yote ni ya uchawi. Watu wanafitinika na mambo ya uchawi haya. Kazi kubwa ipo hapo. Kwa hiyo mitume malaika wawili hawa walipelekwa Babil, Iraq, mji kadima sana katika miji mikubwa ya zamani. Babil huko Iraq, wakisomesha wachawi, na watu waliposikia kwamba kuna uchawi unasomeshwa, kanu yukbiluna ilaihima, wanakwenda kusoma. Umekuja? Ndio. Unataka kusoma uchawi? Ndio. Lakini unajua kama uchawi ni ukafiri? Ndio najua. Nisomeshe hivyo hivyo. Umekubali? Ndio. Masharti yetu ni haya. Sawa. Anasoma. Sawa. Wama unzila ala almalakaini, na kile kilichoteremshwa juu ya malaika wawili, bibabila, huko Babil, Harut wa Marut. Malaika wenyewe ni Harut na Marut. Wama yuallimani min ahadin, na wala hao malaika wawili hawakumfundisha yeyote yule aliyekuja kwao kutaka kufundishwa, hata yakula, mpaka wamwambie mapema kabla ya kumfundisha, innama nahnu fitnatun, hakika si lengine sisi ni mtihani tumeletwa, fala takfur, tunajua umekuja kujifunza uchawi, lakini huu ni ukafiri. Kwa hiyo uchaguzi ni wako, uendelee kusoma ukufuru au uende zako usitake kusomeshwa. Si unaona hapo mambo yako wazi? Hata yakula, alifu ya watu wawili, alifu tathniya, wanaita ulama lugha. Hata yakul mmoja, hata yakulu wengi, hata yakula wawili. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Na innama ikija katika lugha ya Kiarabu, yani hakuna lengine lolote, ni hili tu la kwamba sisi tunasomesha uchawi lakini ni ukafiri. Usizunguke sana kutaka kujua kwa nini tunasomesha. Sisi tunasomesha kama mtihani kwenu. Kwa hiyo walikuwa wanabainisha kabla ya kuwasomesha wanafunzi. Sasa hapa tukisema bwana sisi tunasomesha tafsiri, lakini hii ni manufaa yako wewe ya kujua dini yako, na ukisoma sana hii utakuwa mcha Mungu. Sasa ushakafunuliwa kile kitu ambacho kinahitajika, kwa sababu Mtume anasema hii Qur'ani unanyanyuliwa kwayo, na Qur'ani yenyewe inasema yahdi lillati hiya aqwa, mwenye kukamatana nayo itamuongoza. Kwa hiyo kila kitu ambacho unataka wewe kiko wazi. Kwa hiyo ni maamuzi yako mwenyewe. Hutaki kuwa mcha Mungu, endelea kuwa na mambo yako yasiyokuwa ya Qur'an. Hutaki kuwa karibu na Mungu, endelea na dunia yako, kwa sababu dunia na akhira, kila unavyokuwa karibu na moja ndivyo unavyokuwa mbali na nyingine. Nasema ad-dunya wal akhirah kal mashriq wal maghrib, dunia na akhira ni kama mashariki na maghrib. Mahma izdadta li ihdahuma qurban izdadta li ihdahuma bu'dan. Vile unavyokuwa karibu na moja ndivyo unavyokuwa mbali na nyingine. Ukiwa karibu sana na dunia, mapenzi yako ni dunia tu, ina maana uko mbali na nini? Na akhira. Ni kama uliokuwa karibu na mashariki, ina maana uko mbali na nini? Na magharibi. Kwa hiyo tizama mwenyewe unachagua nini. Hata yakula innama nahnu fitnatun fala takfur. Fayataallamuna minhuma, wakawa wanasoma watu kutoka kwa wawili hao,
ma yufarriquna, kile wanachoweza kutenganisha, bihi, kwacho, baina almar'i wa zawjihi, kumtenganisha kati ya mtu na mkewe. Na hiyo ni dalili kwamba uchawi unaathiri, lakini athari yenyewe tumesema mpaka kwa idhni ya nani? Ya Allah. Kwa hiyo si uchawi tu, hasad, kijicho, ubaya, bughdha, uchawi, haya mambo yote yanaweza yakakuathiri, lakini kwa idhni ya Allah. Hasidi yanaweza akakuhusudu na ukaharibikiwa, lakini kwa idhni ya nani? Ya Allah. Kijicho, mwenye kijicho anaweza akakuhusudu na akafanikiwa, lakini kwa idhni ya nani? Ya Allah. Mchawi anaweza akakuroga na akafanikiwa, lakini kwa idhni ya nani? Ya Allah. Adui anaweza akakufanyia uadui na akasibu, lakini kwa idhni ya nani? Ya Allah. Ndio maana kukawa kuna mambo ambayo umeambiwa ukamatane nayo ili usipate kurogwa na wachawi, wala usiusudiwe na mahasidi, wala usiharibikiwe kwa wale maadui wanaotaka kukuharibu. Ndio maana Mtume akafundisha, na kuna sura zinaitwa Al-Muawwidhatani. Mtume aliwahi kurogwa na adui mmoja anaitwa Labid ibn al-A'sab, na hii hadithi ni sahihi katika Sahih Bukhari na Muslim, na ndio kwa sababu ikateremshwa Al-Muawwidhataini, qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbin nas. Ina mjadala mkubwa hii katika wanachuoni, lakini ni hadithi sahihi. Na Mtume SAW aliporogwa na huyu mtu, wanasema, Bibi Aisha anasema, kana yukhayyalu ilayhi annahu fa'ala kadha wa lam yaf'al. Ilikuwa inakuja kama kwamba yukhayyalu, takhyili ni ile kama mtu amefanya jambo fulani lakini kumbe hakufanya, haikuwa hakika, ni mambo ya kichawi chawi. Mpaka alipokuja Sayyidina Jibril na dawa hizi akazisoma, na ile ilikuwa ni nywele au ni mafundo yalikuwa yamefungwa na mchawi yule katika kitana, na akayatupa katika kisima, akaroga marogo yake. Bwana Mtume akasibiwa na uchawi wa huyu bwana, na ukafunguka, ukaondoka, akapona. Wa qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbin nas. Kila anaposoma aya unafunjuka na kubatilika uchawi ambao ametendewa. Labidu ibn al-A'sab ni mmoja katika Mayahudi wachawi ambao ndo waliomroga na kumfanyia sihiri Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa ajili hiyo basi, ikiwa Mwenyezi Mungu atatia saini kile kitu anachokifanya mchawi kiwe, kitakuwa. Ikiwa Mwenyezi Mungu, kama vile kadari ya Mwenyezi Mungu katika mambo, na kila jambo lina sababu, na aliyeumba sababu ni nani? Ni Allah, na yeye ndiyo yuko juu ya sababu. Akitaka likusibu litakusibu, asipotaka haliwezi kukusibu. Qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana, waambie hakuna linaloweza kutusibu isipokuwa lile ambalo Mungu ametuandikia. Kwa hiyo ukiona mtu amemroga mtu na amefanikiwa, ilishakwisha kupita katika ilmu ya Mwenyezi Mungu ya zamani kwamba huyu mwaka 2012 atarogwa na mchawi fulani na atarogeka. Lakini pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupa silaha ujikinge, na miongoni mwa silaha Bwana Mtume amefundisha dua, a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. Akasema bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim. Hizi ni dua ambazo alizisomesha Bwana Mtume na ni sahihi. Bismillahi alladhi, kwa jina la Mwenyezi Mungu yule ambaye kwamba la yadhurru ma ismihi shay'un, hakiwezi kudhuru kitu chochote kinapopambana na uwezo wa Mwenyezi Mungu na jina lake. Fil ardi, kiwe ardhini, wala fis samaa, hata kikiwa mbinguni. Kama Mungu hajasema dhuru, hakiwezi kufanyaje? Basi hizi ni dua za kujikinga kutokamana na uchawi. Usikae hivi hivi tu, watu ni wabaya. Na dua hii Bwana Mtume akasema uisome asubuhi na jioni, masaa 24 unakuwa katika ulinzi wa Allah. Kwa hiyo wachawi hawawezi kukuchezea chezea, kwa sababu ingelikuwa haya tunayoyazungumza na wachawi wenyewe wanatusikia huko usiku, wanatufuata.
lakini hatuwaogopi kwa sababu tunajua kwamba Mwenyezi Mungu ametupa na silaha na wao hawawezi kufanya kitu kama Allah hajafanyaje. Na hii ndo mukabada wa da'wa. Unajua unapofanya da'wa huwa unataja mambo basi yanawakera watu wengine na yanawafurahisha wengine. Sasa hatma lazima utachukiwa na wale ambao umeagusa yale mambo yao, na watafanya juu chini kwa ajili na wao kutaka kulipiza. Fulani bwana akasema pombe inauzwa ni haramu, kaniona mie nimefungua baa hapa, basi yule hawezi kukutizama kwa jicho la urafiki, kwa sababu unataja vitu ambavyo yeye mwenyewe anajua. Na wachawi vile vile nasema uchawi ni ukafiri, ni ubaya, uchawi kadha, uchawi kadha. Basi subiri sasa tukuonyeshe. Lakini hawezi kutuonyesha kwa sababu Allah anasema la yusibana illa ma kataba Allahu lana. Ikiwa umemroga fulani akarogeka, basi si wao, ni Mwenyezi Mungu amewapa kabul wakaweza kuniroga. Sayyiduna Urwa ibn Zubair anasema siku moja alikuwa amekaa katika sehemu, sasa mbali kidogo ya mji aliokuwepo kuna bwana akaenda usiku akakuta wachawi wamekaa pamoja na majini wao waovu, kawa wanazungumza. Mara nyingine unaweza ukapata kumuona jini lakini sio katika umbile lake, kwa sababu majini wana uwezo biidhnillah wa kutashakal kutoka katika hali mpaka hali nyingine. Anaweza ukaona ni punda, ni ng'ombe, ni mbwa, ni nyoka, ni buibui, anaweza akachukua umbile la mwingine. Hivyo majini sasa akaona wanazungumza katika sehemu, mmoja wao mkubwa anasema anawatuma wale watumishi wake, ayyukum yatini bi'Urwa ibn Zubair, ni nani kati yenu ataniletea hapa Urwa ibn Zubair? Sijui alikuwa amemkosa nini Urwa ibn Zubair. Urwa ibn Zubair labda alikuwa ameyazungumza mambo, wachawi na waganga siku hiyo wakafanya mambo yao yaharibike kwa sababu ya kauli zake. Wanasema namtaka hapa, akiwa amekufa au yuko hai, nani atakwenda kuniletea huyu mtu? Mmoja akasema ana ya sayyidi, nitakuletea, usiwe na wasiwasi. Urwa ibn Zubair namleta hapa. Na Urwa ibn Zubair ni mwanawe Zubair ibn al-Awwam. Zubair ibn al-Awwam ni katika masahaba wa bwana mtume wakubwa, ndugu yake Abdullah ibn Zubair, historia yake ni kubwa. Basi baada ya muda yule bwana akawa anasimama anasikiliza yale mazungumzo ya wale wabaya, majini na watu waovu pale, wanataka kumleta pale Urwa ibn Zubair. Akakaa sasa kuona ataletwa vipi Urwa, ataletwaje? Maana wana mambo yao. Unaweza ukasikia mtu kafa amezikwa, kumbe hajafa wala hajazikwa. Siku nyingine mkamwona huko mitaa huko fulani, bwana fulani si alikufa, tumemwona. Sasa mlizika nini? Mlimzika nani? Mambo yao hayo, uchawi mkubwa. Urwa ibn Zubair ataletwa hapa, ataletwaje? Wanasubiri, yule bwana anasubiri aone Urwa atakapoletwa. Baada ya muda yule jini akarudi, akamwambia mbona hujamleta? Akasema da, sikuweza, nimefika mahali nikamkuta Urwa, lakini ningeingia tu katika maeneo yake ningeungua nikawa majivu, akamatiki, siwezi. Yule bwana akaondoka akaenda kwa Urwa ibn Zubair, akamwambia Urwa ibn Zubair, usiku huu nimekuja, nataka uniambie muda mchache uliopita ulikuwa unasoma dua gani? Maana majini wamekuogopa. Akamwambia kwa nini? Akamwambia, akamsimulia kisa kile. Akamwambia nilikuwa nasema a'udhu billahi as-sami'il alim, amantu billahi al-azim wa kafartu bil jibti wat taghut wastamsaktu bil urwati al-wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim, au huwa sami'un alim. Mimi nilikuwa nikifanya uradi wangu wa kawaida, a'udhu billahi as-sami'il alim, najikinga kwa Mwenyezi Mungu mwenye kusikia na mwenye kujua. Amantu billahi al-azim, nimemwamini Mwenyezi Mungu mkubwa. Wa kafartu bil jibti wat taghut, nimeyakufuru mashetani na uchawi na masanamu na maibilisi.
wastamsaktu bil urwati alwuthqa, nimekamatana na kamba ya Mwenyezi Mungu isiyo katika kitabu na sunna za Bwana, la infisama laha wallahu samiun alim. Akaichukua na yeye dua hii akawa anaitumia. Na dua nyingine zote maathura masnuna alizokuwa akizitumia Bwana Mtume tuzitumieni. Mtume alikuwa akiwasomea wajukuu zake Hasan na Husain, u'idhukuma bikalimati llahi tamma min kulli shaytanin wahamma wa min kulli ainin lamma, na wakinga wawili nyie bikalimati llahi tamma, kwa maneno ya Mwenyezi Mungu yaliyokamilika, min kulli shaytanin wahamma wa min kulli ainin lam, na kukingeni na kila shetani na uovu wake na ubaya wake na macho yao ya wahasidi na uovu wanaotendea wanadamu. Anawakinga wajukuu zake Bwana Mtume kwa Mwenyezi Mungu na maneno yake yaliyokamili. Sasa usimfunge mtoto hirizi kubwa ndani yake kumbe kuna meno ya jogoo ukasema ndo yanamkinga. Haya mkingi. Wala usitafute herizi ukafunga kiunoni ukasema mimi hii ndio inanikinga, ukatafuta jiwe ukalieka mbele ya nyumba ukasema hili ndo. Hapana, hizi zote ni shirki. Tegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Zipo dua maathura, wasomee watoto wako. Mara nyingi sana watoto penda kuwasomea, na hawa ni katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume hakusema maneno hayo ila anajua kwamba kuna ubaya unatendwa na watu, macho, shetani, minal jinnati wan nas. Hakusema mabilisi watawaogopa hawa watoto wangu hawa, kwa sababu ni watoto wa Fatima, Fatima binti yangu, masharifu hawa, hawadhuriki hawa na kitu. Na anawakinga, anawaombea dua. Sasa ikiwa watoto wa Mtume, wajukuu wa Mtume walikuwa wanaombewa dua, je, wajukuu zetu sisi tunawafunga mahirizi? Hatuwaombei dua? Ndio maana unasikia mambo ya ajabu ajabu katika nyumba zetu. Kwa hiyo tujifunge na Qur'ani, tujifunge na sunna za Bwana Mtume, tuwaombee dua zile maathura zilizotoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ni nyingi, kuna kitabu kidogo Hisnul Muslim, dua zipo maathurat, nyuradi, adhkar. Al-Imam an-Nawawi kuna kitabu chake kamili kinaitwa Al-Adhkar. Angalia kila dua wakati gani usome dua fulani wakati gani. Ni muhimu sana, kwa sababu ad-du'a silahul mu'min. Uislamu silaha kubwa ni dua. Nyuradi hizo, kuna nyuradi za usiku na mchana. Tafuta mchana, utatoka, ukitoka unasoma uradi gani, ukirudi unasoma uradi gani. So unatoka tu unakwenda, na usitoke illa mutawaddia, tawadha udhu wako wa sala, tia udhu wako mbele. Huko kuna watu wengi wanakusubiri, kuna mahasidi wako katika biashara, kuna wasiokupenda tu, hakuna sababu yoyote, kuna wengine hao wanakuchukia kwa sababu ulisema jambo liliwaumiza, kuna wengine wote wanakusubiri wewe huko, na kuna wengine huwaone maibilisi hao na mashetani hao, wote wanakusubiri wewe mmoja. Utatosha kweli? Lakini unapotoka unasema bismillah tawakkaltu ala Allah, Allahumma inni as'aluka khaira al-makhraj, ya Rabbi nakuomba kutoka kwangu kuwe na khairi, wa khaira al-mawlij, na nikirudi nyumbani nirudi kwa khairi. Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udalla au ajhala au ujhala au adhlima au udhlam. Zote hizi ni dua, lakini wangapi tunasoma hizo dua? Hakuna dua mpaka unapolala. Bismika Allahumma amutu wa ahya, Allahumma inni aslamtu nafsi ilayka, aljahtu dhahri ilayka, fawwadtu amri ilayka, raghabatan wa rahbatan ilayka, la malja wa la manja minka illa ilayka, amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Dua kukivuma upepo, dua zote hizi zina shari zake. Kukiwa na radi, kukiwa na mvua, kukiwa Mtume hakuacha kitu chochote. Je, ni dua ngapi unazijua wewe? Zitafute. Hii ni kinga yako na watoto wako na watu wako. Mganga hawezi kukupa kitu. La yastati'u al-insanu an yu'tiyaka khardalatan, hawezi kukupa manufaa yoyote. Njoo nifungie nyumba yangu, njoo nifungie watoto wangu. Ukao unatembea kwenye kwapa, hapa kuna irizi, unasema nina kinga mimi, hakuna mtu. Kuna wengine huenda wakachanjwa alafu kachukuliwa
mifupa ya mtoto mchanga iliyosagwa, alafu ikawa ikachanganywa na damu, alafu wanapochanjwa akatiwa ile, unatiwa najis, na wewe unakaa unasali unamwomba Mungu na unaambiwa haya ukiyataka lazima ufanywe hivi. Watu wanachanja hivyo. Samaki anachukuliwa, anakafiniwa, anavishwa sanda, anaenda kuzikwa Mwanakwerekwe kwenye kaburi la mtoto mchanga. Ajabu, wewe mara nyingine utafika makaburini utakuta hayo mambo ya ajabu, kumezikwa vitu vya ajabu ajabu. Kaambiwa kaburi la mtoto mchanga aliyekufa leo, kazike hichi kitu, mambo yako yatakuwa super. Si ungeanza wewe mganga yakawa super mpaka ukawa hukodishi isipokuwa majumba, magari, unatajika. Nani mganga aliyokuwa tajiri milionea? Hahitaji hela huyo, hahitaji nyumba nzuri. Yote haya anayataka angeyafanya yeye kwanza hayo, lakini yote ni kula innocent money za watu. Kwa ajili hiyo basi, unapofanya ushirikina, Mwenyezi Mungu hasira zake ni kubwa sana juu yako. Kwa sababu gani? Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Mwenyezi Mungu hamsamehi mtu anayeshirikisha. Hata Mtume aliambiwaje? La in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min alkhasirin. Ukinishirikisha amali zako zote ninazivunja na utakuwa watu walio katika hasara kubwa. Mtume anaambiwa hivyo, sikuambii mimi na wewe. Wa ma yuallimani min ahadin, na wala hawakuwa ni wenye kumfundisha yeyote, hata yakula, mpaka wambainishie, wamwambie inma nahnu fitnatun, sisi ni fitna, fala takfur, bwana we usikufuru. Fayataallamuna minhuma ma yufarriquna bihi baina almar'i wa zawjihi, wanafarikisha kwa uchawi huo kati ya mtu na mkewe. Mtu na mkewe huwa kuna mapenzi ambayo huwezi kuyafananisha na mapenzi yoyote. Mtu na mkewe huwa kuna mapenzi yale yaliyosimuliwa katika Qur'an, waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Lakini hayo mawadda na rahma, mchawi anaweza akayatofautisha mpaka watu wakawa hawatambuani. Si unaona athari yao? Mapenzi makubwa, mtu amempenda mkewe, amempenda mumewe, lakini anakuja kati mtu anafanya uchawi, anawatimua. Mmoja mashariki, mmoja magharibi, hataki hata kumuona mwenzake. Haya yapo mengi sana yanaendelea katika ulimwengu kwa uchawi. Kuna bwana mmoja ananihadithia, anasema kutokea nimemuoa mke wangu mwaka umefika wa 10 na napata tabu sana ninapotaka kuikabili haki yangu. Kila tukitaka kulifanya tendo ile ndio yanakuja mambo ya ajabu ajabu, yule mke wangu anakuwa kama simba, na ile hali haifanyi kwa kutaka kwake, anajikuta tu yuko katika hali ile. Mikono inakuwa na nguvu, miguu anapigwa huko kama punda anavyompiga, mpaka anapotaka kulifanya lile jambo na akifanikiwa, basi anakuwa hoi bin taban. Hii yote ni uchawi, kama si wa wanadamu ni wa majini. Eti wao ndo wamemuoa yule mke wake, yeye anaota ndoto za ajabu ajabu, kajifungua mtoto mara hivi. Yani kuna mambo ukisimuliwa wewe unaweza ukasema hii dunia kweli Mungu anastahiki kuwa na hasira na viumbe. Mambo mazito. Kwa hiyo yanatokea hayo yote, ni mambo ya uchawi, na uchawi wa watu na majini.